sehemu ya chuma unaochuma. Katika sehemu ya chuma unaochuma siku ya leo, msikilizaji, ni kwamba ninakupatia tu njia 5 za kukiuza kipaji chako. Kuna njia 5 ambazo ukizitumia vizuri utauza kipaji chako. Hizi njia siwezi kuwa mchoyo. Mimi nakupatia njia 5 za kusaidia kukiuza kipaji chako. Kitu cha kwanza, watu kukulipa gharama kwa wewe kuonesha kipaji chako. Watu kukulipa gharama. Kitu cha kwanza ni hicho, watalipia gharama. Kitu cha pili, kutengeneza bidhaa kupitia kipaji chako. Unaweza tengeneza bidhaa kupitia kipaji chako hicho. Kitu cha tatu, kutumia jina lako. Unaweza kutumia jina lako. Weka kazi zako mtandaoni. Wacha watu waone kazi ambao unafanya. Iwapo umeandikwa kwenye shirika, hilo shirika linadi katika njia ambayo inapendeza, ili kupitia hiyo kazi yako ndani ya hilo shirika. Kuna watu ambao akiwa kazini anakuwa ana bidii, lakini akikuwa kwenye shughuli zake za binafsi anakuwa na bidii. Hata Mungu akiangalia anashindwa na huyu. Nilikuwa ninamweka hapa aje kujifunza mawili matatu. Yani weka kuuza kipaji chako kupitia wengine kwenye njia ambayo ni ya mfumo. Kuuza kipaji chako kupitia wengine kwenye njia ambayo ni ya mfumo. Katika siku ya leo, wacha nizungumzie njia ya kwanza. Watu kukulipa gharama kwa wewe kuonesha kipaji chako. Watakulipa gharama. Ni unaona watu wameandikwa kazi. Wameandikwa kazi kwa sababu ya elimu walionayo, kwa kipaji walicho nacho, kile kitu ambacho Mungu amewaita kufanya. Kwa sababu hawana uwezo wa kuanzisha, ama wakianzisha hawana nidhamu ya kuweza kudumisha, wamewekwa katika maeneo tofauti. Ndio maana mimi husema usiende kukasirisha Muhindi, ama ukianza kukasirisha labda ni mzungu, ama ukienda kukasirisha yule ambaye ni tajiri wako kwa sababu unaona umekubu. Ile siku kuna watu ambao wameanzisha vitu fulani lakini havikuweza kukua. Kwa mfano nichukulie kwa mfano Churchill alikuwa na Eric Omondi. Eric Omondi alikuwa anafanya vizuri katika eneo lile na alikuwa anachekesha watu sana. Alijaribu yeye mwenyewe akashindwa. Na Churchill hadi leo inaendelea. Why? Kuna watu ambao Mungu amewaruhusu waweze kuwa chini ya misingi fulani, na pale ndio kuna utajiri wao. Kuna watu hata wajaribu kukua chini, haiwezekani. Inabidi waende wakuze, kwa sababu waliitwa kwa sababu ya hilo. Kila mtu ameitwa kwa sababu ya eneo lake. Chunguza ndani yako kwamba eneo lipi ambalo Mungu amekuita salama na unaweza kulifanya vizuri. Lifanye kwa moyo. Wengine watu huangalia labda mshahara, sema hapa acha mimi nimekuja tu kuota jua. Hata Mungu anashindwa, huyu iwapo nilikuwa nataka nimpeleka afike Canaan na anaanza kuota jua. Si wakati wa kuota jua, ni wakati wa kujibidisha. Ukiweza kukuza cha wenyewe, pia na cha kwako kitakuja na utakikuza vizuri sana, kwa sababu unajua mahali ambapo kiatu kinafinya. Watakulipa gharama kwa wewe kuonyesha kipaji chako. Watakulipa gharama namna gani? Njia ya kwanza ndio maarufu sana kwa watu wengi wenye vipaji. Mara nyingi kila anayeanza kugeuza kipaji chake kwa pesa anaanzia hapo. Njia ya kwanza ndio maarufu sana kwa watu. Lakini hautakiwi kabisa kuishia hapo. Huu ni msingi tu. Na wakati wa msingi unakubali msingi uweze kuchimbwa. Hamna gorofa ambayo imejengwa ikawa tu ilijengwa kwenye hewa. Ilianza kwenye misingi. Unaweza kuwa kwenye hiyo kampuni leo wanakutuma, unaenda huko wanakutuma wakati ambapo kuna kazi ambazo ni za kipumbavu kutuma. Usikatae kwenda. Ni wakati wa maandalizi. Ni wangapi wamekuwa kwenye mahuduma hapo kwenye labda kanisani hapo, yeye kazi yake ni anatumwa aende kwenda kuosha vyombo, yeye kazi yake ni anatumwa, kazi yake ni kupanguza hapo benchi vumbi lakini anayefanya kwa moyo, kazi yake ni kubeba mkoba. Anayefanya kwa moyo anaibukia. Alianza katika njia ya mateso, lakini baadaye anaibukia.
Mungu wainua wanyenyekevu. Mungu wainua wanyenyekevu na kuwaketisha na wakuu. Njia hii inamaanisha ni mabadilishano ya pesa. Wewe umefanya kazi yako vizuri, kutoka kwenye mikononi mwako umefanya kazi vizuri, kwa mtu labda umefanya kazi vizuri kwenye taasisi, umefanya kazi kwa moyo, umejitolea, haujaiba masaa, umefanya kwa uaminifu, alafu baadaye unakuja unalipwa. Na hata usipolipwa Mungu yuko atakulipa, hata kuinua, kwa sababu kuna viwango ambao Mungu anakupitisha ndani kwa sababu ya kesho. Kutegemeana aina ya kipaji inaweza kuhusisha kuandaa show fulani ambayo watu wanakuja kuona kipaji chako. Kuna maeneo Mungu amekuweka, hayo maeneo yatumie, kwa sababu kwanza kuna wakati fulani nizungumzia kuhusu taaluma, nikazungumzia kuhusu vipaji, na natumai hiyo somo nitalilete tena, kwa sababu ninapoenda mbele ninasahau kwamba kuna nyuma kuna wale ambao ndio wanaungana nasi. Kuna somo ambalo nilizungumzia na nikakueleza kwamba iwapo utaunganisha vyote viwili, mafunzo, elimu na vile vile ukaunganisha na hiyo, basi hivyo, kwa sababu katika karne ya sasa kampuni nyingi zinataka watu ambao wanaweza fanya vitu vingi kwa wakati mmoja. Sio mtu ambaye umezoea kitu kimoja. Wanataka mtu ambaye anaweza fanya kazi tofauti kwa wakati mmoja. Yaani huyu ndio mtu ambaye anakuwa ni kama midfielder, anakuwa ndio engine, anaweza fanya vitu vingi. Ndio kampuni ambayo inatafuta watu wa namna hiyo, na kuwapata ni kazi. Sasa ukibahatika uko katika na mkumbo huo, una uwezo kufanya vitu vingi. Au kualikwa mahali fulani, labda umealikwa kwenye tukio ili utumie kipaji chako na watu wakione na ulipwe. Vipaji vinalipa, lakini wakati kinaanza hakilipi. Taaluma inalipa, lakini wakati ambapo inaanza hailipi. Inakugharimu wewe, muda wako, masaa yako, kujitolea kwako, kujinyima, inagharimu, kwa sababu ni wakati wa maandalizi, ni wakati wa kulima msingi kutoka chini. Kwa sababu mwanzo wa kitu huwa una machozi mengi, kwa sababu hapo ndipo ndio mwanzo wa mkakati. Yaani kuumbua kitu ambacho hakipo ili kiweze kuwepo sio kazi ya lele mama, sio kazi nyepesi, na kuna kuchoka. Na ndio maana wengi huwa wanakata tamaa wakiwa barabarani, wanasema bwana afadhali ni wanakata tamaa, wanadhoofika, ratiba zinakuwa ni ngumu. Lakini atakayevumilia tu kidogo ndio kuona nzuri. Wale wanariadha ambao ukimbia mbio huwa wanakusanyika mahala moja, alafu wanakimbia wakiwa timu. Wanaamka asubuhi na mapema kwenda kufanya mazoezi. Wale wanariadha wanajinyima mambo mengi, hata kula vizuri, ili wawe na mwili ambao unaweza kustahimili mwendo kasi. Juzi nilitazama mwanariadha kutokea Kenya, bingwa mita 800, mwanadada yule, hadi anaingia kwenye maji ambayo ni ya barafu ili maji kwenye pipa la barafu ili kufanya misuli yake ikuwe imara. Wengi watamshabikia wakati ambapo ameshinda Faith ameshinda gold, ameshinda dhahabu. Lakini mahali ambapo kuna kazi ni kwenye maandalizi. Hapo ndio kuna kazi.
Hapo sio mchezo. Ili jina liweze kuja kuwa jina ambalo linaweza kulipa, lazima kuweze kuwa na maandalizi. Maandalizi yapo. Kuna watu ambao unaweza washabikia leo ambao ni wasanii wakubwa, wana majina makubwa. Kuna watu ambao unaweza kuwashabikia leo wana umaarufu kwenye siasa. Kuna watu unaweza kuwashabikia leo wana huduma kubwa kubwa, Mungu ameweka kwenye mahuduma kubwa. Kuna watu ambao unaweza kuwashabikia leo wana educationist, wasomi wakubwa. Kuna watu ambao unaweza kuwashabikia leo ni watafiti wakubwa. Kuna watu unaweza kuwashabikia leo ni entrepreneurs wakubwa. Lakini ukiketi na wao chini ukawauliza, kuna mchakato, kuna kastori nyuma yake kakuumiza ambako walikapitia. Kuna vitu fulani walipitia, lakini havikuwatikisa, viliwaweka katika uimara kuelekea ndoto zao. Wewe leo unaweza kuwa ni mchezaji mzuri wa kandanda, lakini iwapo utaishia tu kucheza na uishie shule ya msingi ama shule ya upili, wakati ambapo unajua hicho kabisa ndicho ulichoitiwa kufanya na uondoke, utakuwa umeniangusha sana. Hata katikati ya mazingira magumu, onyesha kwamba una uwezo. Huwa sipendi kuingia kwenye historia na kulete, lakini wakati mwingine inabidi somo linakupeleka kwenye historia. Wakati fulani nalete somo kutokana na kwamba katika uandishi wangu nikajipata nimeandikwa kwenye gazeti la Taifa Leo ambalo ni maarufu la Kiswahili nchini Kenya. Haikuwa ni kazi ya siku moja. Nipenda kuandika na ikatokezea historia yangu. Daniel Mushaya kabaki ameandika historia yangu nzima, kurasa nzima kwenye kurasa lile. Gazeti hilo hadi leo nimelihifadhi. Masuala ya wanahabari sio masuala ambayo ati changamoto hazipo. Kwa mfano mimi nimekumbana na changamoto nyingi tu. Labda nimeeleza na labda nitaeleza kule mbele. Changamoto zipo, ya kwamba unakumbana na changamoto kwenye safari ya kila taaluma. Lazima utakutana na visiki ambavyo vitakuzuia kuingia kwenye Kanani yako. Utakutana na mamba baharini, huwezi kuogopa kuvuka mto. Hivi ni vitu ambavyo vinajitokeza katika kukimbia na kujenga jina. Lazima kuna vitu utakumbana navyo, na ukiweza kustamili na kuweza kustahimili changamoto zile, utaingia katika hatima. Na hata wakati mwingine jina halitakuwa unasema mimi ni fulani. Jina lenyewe litakuwa linazungumza kabla hujazungumza. Jina peke yake litakuwa linazungumza kwa sababu ya vile umeweza kulijenga na kulikuza. How have you branded your name? Leo hii unatamani kuwa na duka la jumla ama supermarket kubwa. Umelikuza jina vipi? Leo unatamani kuwa na labda ni entrepreneur mkubwa sana. Unaishi hayo maono ama ni unakuwa wa kushtukiza? Najua kuna watu ambao wanakuwa wa kushtukiza. Na kushtukiza wakati wote sio kwema. Hata mahali ambapo unakaa, ukiingia kanisani, usikie leo unakaa hapa, kesho unakaa pale, kesho kutu unakaa pale. Hapana. Mungu akija anapata huko pale. The God anaweza tuma visitation yake, the delegation, alafu anakupata wewe ni mtu wa kutapatapa. Leo uko pale, uko kule, uko hapa, kesho kutu uko kule. Sasa anakuja anapata, anarudisha ripoti kwamba the guy was absent today. Because you are hovering around. Hii itanipatia nafasi pia, kuna siku nitakupatia somo kwamba geographical is very important in your life. Geographical. Every time you wake up in the morning and the evening, geographical is very important. Yeah? Maeneo, very important.
Sababu kuna watu wanaona kwamba wanatumia nguvu zao nyingi, lakini matokeo yanakuwa ni hayaridhishi. Mtu anafanya kazi kama ndovu, anakula kama kama mchwa, ya? Na wakati huo anafanya hivyo, si ati anapanda, ya? Tofauti ya mkulima na mtu ambaye ni wakibarua anahitaji alipwe, pia yeye ajipange. Lakini ukiwa unafanya kazi bahala na ulipwe, ukiwa unafanya kazi kama ndo, matokeo na si ati unapanda, inakupatia nafasi ya kukaa chini kama mkutano, unajiuliza ala. Ndio maana unapata watu wengine, iwapo kwa mfano mimi wakati nilikuwa nimeajiriwa kazi maeneo fulani, siwezi sahau kama kuna wakati nilichukia taaluma yangu, ni wakati nilifanya kazi katika maeneo ya Bungoma. Unaweza fanya kazi aje kama ndovu na una ulipu hata unakupatia, unakulisha maneno, so disgusting. Yani ndio nakwambia kwamba inabidi uweze kujiuliza, jina langu limebeba hadhi, na hiyo hadhi inafaa iendane, kama mkutano kanaitwa. Kwa sababu utapata leo kuna watu ambao wanakimbia kushoto kulia, lakini matokeo katika anga, hata ukirudi vijijini ukaangalia vijijini, yani jinsi alivyokuwa kwenye shule ya chekechea, msingi, upili, hadi wazazi wanalaani kwa sababu walijituma kwa sababu yako. Unachezea, hawajaona matunda ya bidii waliokuwa nayo kwako. Kumbuka kuna wakati wa kujifunza. Wakati wa kujifunza unaweza kosa chochote kwa sababu unajifunza. Na baada ya kujifunza usikubali. Baada ya kujifunza unatoka kwenye kuatamia, unaenda. Hayo maamuzi wakati mwingine yanaweza kuwa ni magumu, kwa sababu unaweza kosa bio. Kwa sababu wakati unaenda kujenga maeneo, hautapata kwamba vilivyojengwa. Kukusanya chuma, kukusanya unachokusanya ili uanze kujenga na kutafuta mbinu ya kujenga. Hayo maeneo yatakuwa ni maeneo ambayo sio maeneo rafiki. Waswahili wanazungumza hivyo, Kiswahili ya Tanzania, maeneo rafiki. Utakutana na maeneo ambayo si rafiki, lakini unahitaji kujenga. Sasa ukiogopa kwa sababu unapenda comfort zone, jina litakuzwa vipi? Jina halikuzwi kwa maeneo ambayo ni rafiki. Jina linakuzwa kwenye maeneo ambayo sio rafiki. Na hiyo ndio chumu unaochukua.